الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala, kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kiendelea na sura yetu suratul An'am. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaanzia katika aya 36. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. Hakika hapana vingine, wanaitika wito wako wale ambao wanaoyasikia maneno yako. Innama yastajibu alladhina yasma'un, hakika hapana vingine, wanaitika wito wako wale ambao wanaosikia maneno. Walmauta yab'athuhum Allah, na makafiri atawafufua hao Allah. Thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye Allah tu watarudishwa wote. Innama yastajibu alladhina yasma'un, hakika hapana vingine, wanaitika wito wako wale ambao wanaoyasikia maneno yako. Ai innama yastajibuka ya Muhammad, hapana vingine, wanakuitika ewe Muhammad, ila ma da'auta ilayhi, kwa yale ambao uliowalingania min alhuda, katika uongofu. Alladhina yasma'una alkalama samaa qabul, wale ambao wanasikia maneno tena kule kusikia kwa kukubali. Hawa hawana tatizo, maana wanaitika wito wako. Walmauta, na wale makafiri. Na Allah tabarak wa taala katika aya hii amewataja makafiri kutumia tamko hili la mauti, japo asili ya tamko hili ikiwa na maana ya wafu. Almauta ni jamu ya mayit, wafu. Lakini Allah tabarak wa taala amewaita makafiri kwa jina hili la wafu kwa sababu mioyo yao imekufa, japokuwa vilivili vyao viko hai. Ahlul-ilm wanasema ameitwa kwa jina hili limauti qulubihim wa arwahihim, kwa sababu ya kule kufa nyoyo zao na roho zao. Nyoyo zimekufa, roho zimekufa, japokuwa vilivili vyao viko hai. Maana utaona watu wanatembea katika ardhi ya Allah na wanafanya vile wanavyovitaka, lakini hali ya kuwa wao ni wafu, wameshakufa kabisa. Japokuwa wanaongea, wanakula, wanakunywa, wanalala, wanafanya harakati zao za kidunia, lakini tayari washakufa. Nao ni makafiri, washirikina, na wengine ni kufanana na hao. Na huko asema ni kufa kwa itikadi, kufa kwa nyoyo. Walmauta, na wale makafiri, yab'athuhum Allah, Allah atawafufua wao. Thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye Allah tu watarejeshwa wote. Amma al-kuffar fahum fi adadi al-maut, ama wale makafiri hao wapo katika ile hesabu ya wafu waliokufa. Kwa sababu gani? Lianna alhayata alhaqiqiyata, kwa sababu ule uhai wa uhakika kabisa, inma takunu bilislam, hapana vingine, unapatikana katika Uislamu. Ule uhai wa uhakika kabisa ni uhai ambapo mtu anaishi anakuwa ni Muislamu. Yaish hadhihi dunya, anaishi katika dunia hii wa huwa muslim, na hali ya kweli Muislamu.
Huu ndio, haya ndio maisha ya uhakika kabisa ambayo hayana shaka. Walmauta yab'athuhum Allah, na makafiri atawafufua wao Allah wote hao. Thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye Allah watarudishwa. Wa huwa yaumul qiyama, na ni siku ya kiyama, ili wapate kulipwa hisabu yao na malipo yao. Waqalu, na wakasema washirikina, laula nuzila alayhi ayatun min rabbi, si ungeliteremshwa juu yake muujiza utokao kwa Bwana wake. Laula nuzila alayhi ayatun min rabbih, si ungeliteremshwa juu yake muujiza utokao kwa Bwana wake. Qul, waambie Muhammad, inna Allaha qadirun ala an yunazzila aya, hakika Allah ni mwenye uwezo juu ya kuteremsha muujiza wowote, uwezo anao. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi katika hao makafiri na washirikina hawalitambui hilo. Na hii maneno ya Allah tabaraka wa taala haya, baada anaelezea ile taannut wa istikbar, kule uishi na kule kutakabbar kwa makafiri dhidi ya mitume ya Allah tabaraka, kwamba wanatamani mtume wa Allah awe ameteremka pamoja na mtume wa Allah malaika. Wanatamani kwamba huyu mtume wa Allah awe na miujiza, kuna baadhi ya vitu wavione ili kuweza kuwathibitishia imani zao. Bila hivyo hawezi kuamini, na vitu vingine ambavyo walikuwa wakivitamani washirikina kwa mitume wa Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa vitu vitamani kwamba alitamani kwa mtume Muhammad sallam kwamba ateremshiwe muujiza ule wa kuweza kudhibitisha kwamba huyu ni mtume wa Allah. Na maajabu makubwa kabisa, wanapoletewa muujiza, Allah tabaraka wa taala anapoteremsha muujiza kwa mtume wake, na watakapokuwa tayari wameshauona, wanabadilika tena, wanasema huu ni mchache. Wa in yarau ayatan yu'ridu, watakapoona wao muujiza wowote, yu'ridu, wanaupanyongo, maana wanaupuuza. Wayaqulu hadha sihrun mustamir, na wanasema kwamba huu ni uchawi endelevu. Kwa kuna vitu na vitamani, alafu Allah tabaraka wa taala akiwapa, wanabadilisha maneno mengine, kuona kwamba hawa hawana nia na dhamira za haki kuweza kuingia katika Uislamu. Waqalu, na wakasema, ay waqala almushrikuna, na wakasema washirikina, laula nuzila alayhi ayatun min rabbih, si ungeliteremshwa juu yake, manake juu ya Muhammad, ayatun, si ungeliteremshwa muujiza, alama min rabbi, kutoka kwa Bwana wake. Bimaana halla anzala Allahu alama, si angeliteremsha Allah alama yoyote, tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alama ambayo inafahamisha juu ya ukweli wa mtume Muhammad, min nawi alalamati alkhariqa, katika zile alama ambazo ziko kinyume na kawaida, kinyume cha mazoea, sizigeletwa. Qul, waambie, ay qul lahum ya Muhammad, waambie wao ewe Muhammad, inna Allaha qadirun, hakika Allah ni mwenye uwezo, ala an yunazzila ayatan, kuteremsha juu ya muujiza wote, juu ya alama yoyote. Allah tabaraka wa taala uwezo huwa nao. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao katika washirikina la ya'lamun, hawalijui hilo. Wama min dabbatin fil ardh, na wala hakuna chochote kitembeacho katika ardhi, wala ta'irin yatiru bijanahihi, na wala hakuna ndege yoyote anayekuruka angani kwa mbawa zake mbili, illa umamun amthal, isipokuwa ni makundi mfano wenu, ni makundi tu ya nyuma kwa kupita mfano wenu. Ma farrathna fil kitabi min shay, hatujawacha sisi katika lawhil mahfudh chochote. Thumma ila rabbihim yuhsharun, kisha kwa Bwana wao tu watakusanywa wote, wa huwa yaumul qiyama. Na hapa Allah tabaraka wa taala atakakufahamisha kwamba hivi vyote vilivyomo katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala
bimaana vinavyotambaa katika mgongo wa ardhi, bimaana wanadamu, majini, wanyama, wadudu, ndege wanaoruka katika anga, hawa vyote hivi viko ndani ya ilmu ya Allah tabaraka wa taala, vimeandikwa katika lauhi al-mahfudh. Bimaana hakuna kitu chenye kumpita Allah ikawa hakijui, na vyote vitakusanya siku ya Kiyama. Katika hivi viumbe kuna viumbe ambavyo Allah tabaraka wa taala atavikusanya lilqisasi wal jaza, kwa ajili ya kulipizana kisasi na malipo, nao ni wanadamu na majini. Alafu kuna viumbe Allah tabaraka wa taala atavifua siku ya Kiyama na kuvikusanya lilqisasi faqat, kwa ajili ya kulipizana visasi tu. Baada ya hapo itakuwa habari yao imemalizika. Hawa ni wanyama, watu kuwa na visana visasi, alafu wataguzwa mchanga. Wama min dabbatin fil ardh, na wala hakuna chochote kitambaacho katika ardhi, wala ta'irin yatiru bijanahihi, wala hakuna ndege yoyote anayekuruka angani kwa mbawa zake mbili, illa umamun amthalu, isipokuwa ni viumbe mfano wenu. Umam ikiwa na maana khalq, viumbe. Ay laysa fil ardi hayawan yadibbu ala al-ard, kwamba hakuna katika ardhi mnyama yoyote anayetambaa katika mgongo huu wa ardhi. Tunapozungumza mnyama ndio mpaka mwanadamu pia wanakuambia al-insanu huwa al-hayawanu an-natiq, ni ule mnyama lakini mwenye kuongea, sawa. Au ta'irin, au ndege, yatiru fi samaa, anayeruka sasa katika anga, katika mbingu, bijanahi, kwa mbawa zake. Illa jama'atin mutajanisat, isipokuwa ni makundi yenye kufanana na ni viumbe vile vile vyenye kufanana. Illa umamun amthalu, isipokuwa ni viumbe mfano wenu vilivyopita huko. Ma farratna fil kitabi min shay, hatujawacha sisi katika lauhi al-mahfudh chochote. Lauhi al-mahfudh ni ubao ambao Allah tabaraka wa taala ameandika makadirio ya kila kitu, na miongoni mwa vile viumbe nane ambavyo vina baqa, havina fanaa, vinakubaki hata kama kiyama kitasimama hivi, haviwezi kutoweka. Ile kullu man alaiha fan. Sasa kuna viumbe ambavyo vitakuwa hivyo, haviwezi kumalizika. Miongoni mwa viumbe hivyo ni al-lawh al-mahfudh, qalam, sawa, arshi Allah tabaraka wa taala, kursiyuhu, sawa, as-sur, kwa mwanaambia, na vingine ambavyo wamefitaji ahlul ilm. Adhbu janab pia hivi, na vingine ambavyo vimetajwa katika vitabu. Ma farratna fil kitabi min shay, hatujawacha sisi katika lauhi mahfudhi chochote. Thumma ila rabbihim yuhsharun, kisha kwa Bwana wao tu manake watakusanywa yaum alqiyama, siku fayuhasibu Allahu kullan bima amila, na atahisabu Allah kila kimoja, atahisabu kwa kadiri ya matendo ambayo kimefanya. Walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamekadhibisha aya zetu, wamepinga aya zetu. Summun, hao ni viziwi. Wa bukmun, na hao ni mabubu. Fi dhulumat, wapo katika viza vya upotevu, hawajielewa wala hawajitambua. Man yasha illahu yudlilu, na yeyote anayemtaka Allah humpoteza. Manake yule anayemtaka Allah humpoteza. Wa man yasha yaj'aluhu, na yeyote anayemtaka Allah yaj'aluhu ala siratin mustaqim, humjalia yeye katika njia iliyonyooka. Ni maana yule ambaye yupo katika idhlal, katika kupotezwa, na yule ambaye yupo katika alhidayah, katika kuongozwa. Hii bi mashiati Allah subhanahu wa ta'ala, ni utakaji wake Allah tabaraka. Manake Allah tabaraka wa taala hili amelitaka apotee, japo mwenyewe halipendi, na amelitaka huyo aongoke, kwa mwenyewe anapenda vile vile aongoke. Walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamekadhibisha, wamekanusha bihujaji llahi taala, kwa zile hoja za Allah aliyokuwa ametukuka.
walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamekadhibisha aya zetu, bimaana wamekadhibisha hoja zetu. Summun wa bukmun fi dhulumat, kwamba hao ni viziwi, ni mabubu, wapo katika visa, manake visa vya upotevu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Hao ni viziwi, ni mabubu, ni vipofu, hawezi kurejea tena katika haki hao. Kwa sababu gani? Fi dhulumat, wapo katika upotevu. Man yasha illahu yudlilhu, na yoyote anemtaka Allah humpoteza. Wa man yasha yaj'aluhu ala siratin mustaqim, na ule na yoyote anomtaka Allah basi humjalia katika njia iliyonyooka, jalia katika njia iliyonyooka. Qul, waambie Muhammad, maana waambie hao washirikina, araitakum, nipeni habari, in atakum adhabu Allahi, kama itawajilia nyinyi adhabu ya Allah, au atatkum saa, au kikiwajilia nyinyi kiyama, aghaira Allahi tad'un, hivi asiyekuwa Allah ndiye mtakayemwabudu, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi wenye kusadikisha. Na hapo Allah tabaraka wa taala anazungumza wale makafiri wa zamani, wale ambapo wakipata madharuba, wakipata matatizo, huwa wanamuomba Allah tabaraka wa taala. Ama watakapokuwa sasa katika nchi zao, wanapokuwa fil barri, wanaendelea katika kutekeleza wao, kupata matatizo na dharuba, basi umwelekea Allah tabaraka wa taala. Qul, waambie Muhammad, lihaulai almushrikin, wa hawa washirikina, araitakum, nipeni habari, bimaana akhbiruni, nipeni habari mimi, in atakum adhabu Allah, kama itawajilieni nyinyi adhabu ya Allah fi dunya, katika maisha ya dunia, au atatkum saa, au kikawajilieni nyinyi kiyama, allati tub'athuna fiha, kiyama ambacho mtafufuliwa katika kiyama hicho. Aghaira Allahi tad'un, hivi asiyekuwa Allah ndio mtamuomba wakati huo, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi wenye kusema kweli. Bal iyyahu, bali yeye Allah tu, tad'un, ndiye mtakamuomba wakati huo. Fayakshifu ma tad'una ilayhi, na ataondosha Allah yale ambayo mnaomuomba kwake, insha akitaka. Watansawna ma tushrikun, na mtavisahau vyote mnavyomshirikisha navyo, wote mtasahau. Yani wakati pale ulipata nadharuba pale, yote nyinyi mtamwelekea Allah, atakuwa muomba Allah, na mtu atasahau vile vyote ambavyo alifanyaje, alikuwa akishabudu. Lakini baada ya kuondoka mitihani na dharuba zile, wako katika hali ya salama, basi wanaelekea kuelekea masalama. Manake wale washirikina wa zamani. Lakini washirikina hivi sasa wakipata matatizo elekea kwa mizimu yao, na wakipata raha pia elekea kwa mizimu yao. Washirikina zote wako nao sasa. Kwa ni ashaddu kufran, ukafironi mkubwa zaidi. Mtu akipata matatizo, zamani walikuwa wanapokana matatizo na misukosuko, huwa anarejea kwa Allah, wanamtaja Allah ili aondoshee matatizo yao. Hivi sasa ni kinyume. Hivi sasa hakuna matatizo wala hakuna raha, wote wametumbukia huko, waliyadhu billah. Allah tifadhi. Bal iyyahu tad'un, bali yeye tu Allah ndiye mtakayemuomba. Fayakshifu ma tad'una ilayhi inshaa, na ataondosha yale ambayo mnaomuomba kwake yeye atakapotaka ya Allah kuiondosha, ataondosha. Kwa nini? Annahu alqadir ala kulli shay, kwa sababu yeye Allah ni mweza wa kila kitu. Watansawna ma tushrikun, na mtaviwacha vyote ambavyo mnamshirikisha Allah, mtaviwacha, maana hamtakuwa na baraka. Walaqad arsalna ila umamin min qablik, na wallahi hakika tumepeleka katika nyuma mbalimbali kabla ya wewe Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa, basi tukawakamata wao kwa ufakiri, wadharrai, na madhara, manake na maradhi, la'allahum yatadarraun, hili wao wapate kunyenyekea. Sawa, ibana Allah tabaraka wa taala akawatia njaa, akawatia fakiri, akawatia na maradhi. Hii ni sehemu katika adhabu ya Allah, na hii ni kwa sababu ya madhambi yao.
lengo ili wapate kurudi, sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kupeleka balaa, kupeleka matatizo kwa jamii fulani, kwa watu fulani, lengo ili wao wapate kujirudi, warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapeleka maradhi vile vile, lengo watu ni kurudi kwa Allah subhanahu. Ndio analikusudia Allah subhanahu na analolitaka. walaqad arsalna ila umamin min qablik, na wallahi hakika tulituma katika nyuma, maana katika nyuma za watu, min qabli, kabla yako wewe, tulipeleka nini? Rusulan, tulipeleka mitume, yad'unahum ila Allah ta'ala, mitume hiyo wanawalingania wao kwa Allah aliyakuwa ametukuka. Fakadhabuhu, wakaweza kuwakadhibisha mitume hiyo. Fakadhabuhu, wakaweza kuikadhibisha na kuipinga hiyo mitume. Allah anasema fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, basi tukawakamata wao bil ba'sa, au faqiri, wad dharra, na kwa maradhi. Imana Allah aliwapa majaribio kwa faqiri na maradhi, kule kuasi mitume wa Allah na ujumbe wake. Ay fabitalainahum, basi tukawapa majaribio fi amwalihim, katika mali zao, bishiddati al-faqr, au ule ufakiri mkubwa kabisa, wa dhiqi al-maisha, na yale maisha ambayo yako dhiki. Hii ni mitihani ya Allah tabaraka. Wabitalainahum, na tukawajaribu vile vile, tukawapa majaribio, fi ajsamihim, katika viwiliwili vyao, bil amradi, kwa kuwapa maradhi, wal alam, na yale machungu, maumivu ambayo wanaishi. Maana katika mali zao ikawa kama fakiri kabisa, Allah kaondosha neema. Ukiangalia mili yao tena imekuwa ni dhaifu hali, ina maradhi, Allah katia maradhi. Ilikuwa ni mitihani kwa sababu ile jarima ambayo alifanya katika kwa kufuru na kuwakadhibisha mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ninavyosema, yaweza kafikia kwamba jamii ilikuwa na neema tu, neema ya kutosha, mvua zinanyesha, watu wanapanda, wanapata mazao, alafu Allah akaondosha mvua, akaondosha kila kitu, watu kwa katika ile ufakiri kabisa, joto, jua baada ya jua dhidi ya jua. Kwa sababu watu ikawa wanalalamika, wala viongozi kumbe wamejisahau, wale wanaoyafanya kumfanya Allah tabaraka, wamejisahau katika hili. La'allahum yatadarra'un, ili wao wapate kunyenyekea, maana wapate kunyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala, wa yakhda'u lahu wahdahu bil ibada, na wamnyenyekee Allah aliyakuwa pekee kwa kumwabudu. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, basi mbona zamani walipojiwa wao na adhabu yetu, mbona hawakunyenyekea? Sawa. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, mbona zamani walipojiwa wao na adhabu yetu, mbona hawakunyenyekea? Manake si wangelinyenyekea basi zamani walipojiwa na adhabu yetu. Walakin qasat qulubuhum, lakini zilipata ususuavu nyoyo zao, manake zilipata ugumu nyoyo zao, manake nyoyo zao zikawa ngumu. Na lengo la Allah tabaraka wa taala anapeleka mitihani kwa waja wake, kwa watu wake fulani, lengo lake kwamba wale watu wajirudi kwa Allah tabaraka, wanyenyekee, ili Allah waondoshe yale matatizo, awaletee katika hali kama ya mwanzo. Ndio lengo la Allah tabaraka. Wazayyana lahum ash-shaytanu, akawapambia wao shaytan, ma kanu ya'malun, yale ambao walikuwa wao wakiyafanya. Shaytan akawapambia katika madhambi, kawa wanafanya madhambi kama jamii tulikuwa nayo hivi sasa. Shaytan amewatawala na afanya anavyotaka. Watu wamemsahau Allah tabaraka wa taala, watu hawataki dini yao, hawataki kuisoma wala kuifuatilia wala kuisikiliza, hawataki dini wala watu wa dini. Sawa, isipokuwa watu wa dini ndio wamekuwa ni maadui makubwa, ni maadui wao wakubwa. Na hii imekuwa ni maadui kwa sababu watu hawajui dini. Ndio maana lau kwa watu wanaijua dini wasingekuwa ni maadui na watu wa dini. Annasu a'da'u ma jahilu, watu wamekuwa ni maadui kwa yale wasiyojua. Man jahila shay'an adahu, yule ambaye kwamba hakijui kitu thamani yake huwa anakifanya uadui. Wa'ada ahlahu, ala vile vile anawafanya uadui wale watu wake. Qala Ibn al-Qayyim, maneno haya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala,
falaula idh jaahum ba'suna tadarra, basi mbona zamani walipojiwa wao na adhabu yetu, mbona hawakunyenyekea? Manake si wangelinyenyekea basi pale wakati walipojiwa wao na adhabu yetu. Manake adhabu ya kupewa njaa, manake kupewa ufakiri, kupewa maradhi, sema katika adhabu. Allah akaamua tu kwamba alete maradhi, tunajulikana maradhi yake kwa watu wanakufa, sema katika adhabu ya Allah tabaraka, kutokana na madhambi ambao wanafanya waja wake. Walakin qasat qulubu, lakini zikawa susua, manake zikasusua nyoyo zao, manake zikawa ngumu nyoyo zao kutokurudi kwa Allah tabaraka. Wazayyana lahum ash-shaytan, na akawapambia wao shaytani, ma kanu ya'malun, yale ambao walikuwa wakiyatenda, min al-maasi, katika maasiya, wa ya'tuna min ash-shirk, na yale wanaoyafanya katika kumshirikisha Allah tabaraka. Falamma nasu ma dhukiru bihi, zamani walipoacha yale wanaoonywa kwayo. Falamma nasu, zamani walipoacha, ma dhukiru bihi, yale ambao wameonywa kwayo, manake wameonywa, wamekumbushwa kwa mambo yao wakayawacha. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia wao milango wa kila kitu, tuliwafungulia. Na hivi ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyofanya. Akishaona jamii yake, akishaona kwamba watu fulani wameacha dini, kwanza wanawapumbazisha kwa kuwaneemesha, kwa kuwapa neema kwanza, ili wapate kujisahau. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, basi tuliwafungulia wao milango wa kila kitu. Hata idha farihu bima utu, mpaka pindi walipotakabba kwa yale ambao waliopewa. Akhadnahum baghta, tuliwakamata wao ghafla. Faidha hum mublisun, ghafla wao ni wenye kukata tamaa. Tamaa kabisa. Allah anaweza kukamata kwa kutia maradhi, na ile maradhi akakupa nao ikawa na kuchukua kwa muda mrefu mpaka ukakata tamaa na rehema za Allah tabaraka. Hii ni katika akhdhu Allah azza wa jalla. Falamma nasu, zamani walipoacha, ay falamma nasu, ay falamma taraku al-amal, zamani walipoacha kufanyia kazi bi awamiri llahi ta'ala, kuzifanyia kazi amri za Allah aliyakuwa ametukuka. Mu'ridina anha, hali ya kuzipa nyongo, manake hali ya kuzipuuza. Sawa. Na hii ndio maana maneno Allah aliposema falamma nasu ma dhukiru bihi, zamani walipoacha yale ambayo wameonywa kwayo. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia wao milango wa kila kitu. Ay fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia wao abwaba kulli, milango ya kila kitu. Min arrizq, katika riziki. Faabdalnahum, tukawabadilishia wao bilba'sa, kwa ule ugumu wanaopatwa kimaisha. Raha fil aish, wakawa wanapata ule ulaini wa maisha. Wabidharra, na kwa sababu yale maradhi ambayo Allah tabaraka wa taala alwapa, sihhata fil ajsam, ikawa ni wazima katika viwiliwili. Na Allah amefanya mambo hili istidrajan minna lahu, kwa kule kuwapa muda kwetu sisi kwa wao. Manake ili Allah awape muda, awasahaulishe. Hata idha farihu bima utu, mpaka pindi watakapotakabari kwa yale ambao waliopewa. Takabari, wakaiona sasa hao ni kila kitu. Allah anasema akhadnahum baghta, basi tukawakamata wao kwa ghafla, manake kuwakamata katika hali ya kuadhibu. Faidha hum mublisun, ghafla wao ni wenye kukata tamaa kutokana na kila kheri. Faqutia dabir alqaumi alladhina zalamu, basi ukamalizwa mzozo wale ambao, ukamalizwa mwisho wa watu wale ambao waliodhulumu. Faqutia dabir alqaum, basi ukakatwa mzizi wa watu wale ambao dhalamu, waliodhulumu. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema zote zinamstahiki Bwana wa ulimwengu wote. Faqutia dabir alqaum, basi ukakatwa ule mzozo wa watu alladhina dhalamu, wale ambao waliodhulumu. Mzozo ukakatwa, bi maana nini? Uhliku, waliangamizwa. Ndio mzozo uliokatwa.
idh kafaru billahi wa kadhabu rusula, pale walipomkadhibisha Allah. Sasa pale walipomkufuru Allah na kukadhibisha mitume wake, falam yabqa minhum ahad, hakuna yoyote aliyobakia katika wao. Walhamdulillah, hindi zote manake sifa njema zote zinamstahiki Bwana wa ulimwengu wote. Qul, waambie Muhammad, araaitum, nipeni habari, in akhadha Allahu sam'akum, kama atachukua Allah usikivu wenu, manake atachukua kule kutusikiliza, manake mtakuwa ni viziwi sasa. Wa absarakum, na macho yenu, maana Allah kaondosha ile nuru ya macho kwa ni vipofu amuoni. Wa khatama ala qulubikum, na akapiga muhuri ya ukafiri juu ya nyoyo zenu, ikawa hata haki na usemwa haingii katika nyoyo, kama vile Allah alivyosema katika aya zetu za jana, waja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu, sio na tukajalia, manake tukaweka katika nyoyo zao akinna, vizibo hivi, an yafqahu, kuifahamu hiyo Qur'an. Wa fi adhanihim waqra, na katika masikio yao Allah akaweka nini? Akaweka zibo, uziwi ikawa sikio. Ili Allah jake lifanya, man ilahun ghayru Allah yatikum bihi, ni nani mola mwingine asiokuwa Allah atakayewaleteni hivyo, manake atakaweza kuwapeni. Unzur, tazama ewe Muhammad, kaifa nusarrifu alayat, namna gani tunavyozibainisha aya. Thumma hum yasdifun, kisha wao wanazipuuza, manake wanazipa nyongo. Sawa katika hili. Qul, waambie Muhammad, lihaulai almushrikin, kuambia hawa washirikina, araaitum, nipeni habari, ay akhbiruni, nipeni habari mimi, in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum, kama atachukua Allah usikivu wenu, manake fa asabbakum, akawatia nini? Akawatia uziwi. Wa absarakum, na Allah kama atachukua macho yenu, bimaana nini? Maana fa a'makum, akawatia upofu. Wa khatama ala qulubikum, na akapiga muhuri wa ukafiri juu ya nyoyo zenu, ay la tafqahuna qawla, ikawa hamfahamu maneno yoyote. Man ilahun ghayru Allah yatikum bihi, ni nani mola mwingine asiyokuwa Allah atakayewaleteeni nyinyi hivyo? Manake atakawapeni usikivu mwingine, akawapeni nuru ya macho kama mnaona, akawapeni ule moyo wa kusikia haki. Ni nani? Sababu vyote vinaletwa na uwezo wa Allah tabaraka. Ukupa macho ukaona, ukupa sikio ikawa unasikia, ni uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Sasa je, akiviondosha hivi mwanadamu yote hayaoni? Hayo kabisa. Unzur, tazama ewe Muhammad, kaifa nusarrifu alayat, namna gani tunavyoziweka wazi, nubayyin, tunavyozibainisha aya zetu hoja. Thumma hum yasnifun, kisha wao baada ya yote hayo wanapanyongo, bimaana nakusa. Qul, waambie Muhammad, araitakum, nipeni habari nyinyi, in ataakum adhabu Allahi baghta, kama itawajilieni nyinyi adhabu ya Allah kwa ghafla, au jahara, au wazi wazi. Hal yuhlak illa alqawmu adh-dhalimun, hawatuangamizwa isipokuwa wale watu madhalim. Qul ya Muhammad lihaulai almushrikin, waambie Muhammad, kuambia hawa washirikina, akhbiruni, nipeni habari, in nazala bikum iqabu Allahi, kama itateremka kwenu nyinyi adhabu ya Allah fujha, ghafla, wa antum la tashuruna bihi, na hali ya kuwa nyinyi hamlitambui hilo, tafanya nini? Qul, waambie Muhammad, araitakum, nipeni habari, in ataakum adhabu Allahi baghta, kama itawajilieni nyinyi adhabu ya Allah kwa ghafla, au jahara, au wazi wazi, wajina adhabu hiyo dhahiran ayana, wa antum tanduruna ilayhi, na hali ya kuwa nyinyi mnaiona adhabu ile. Nani ambaye atakayezuia adhabu hiyo? Hal yuhlak, hakika manake hawatoangamizwa, illa alqawmu adh-dhalimun, isipokuwa wale watu madhalim, waliopotea, waliodhulumu nafsi zao. Wama nursilu almursalin, na wala hatuwapeleki mitume, illa mubashirina wa mundhirin, isipokuwa ni wenye kuwabashiria watu kheri na kuwaonya watu na nini na shari. Faman amana wa aslah, basi yoyote atakayeamini na akatengeneza amali yake, fala khawfun alayhim wala hum, basi hapatakuwa na hofu kwa wao na wala hawatahuzunika.
Manake hawatakuwa na hofu kwa wao sawasawa inda liqa'i rabbihim, wakati kukutana na Bwana wao. Wala hum yahzanuna, wala watu wao hawatahuzunika kwa vile ambavyo vilivyowafutu na kuwapita katika mafungo ya duniani na maisha yao. Ndio labda akae asikitike kwa wale ambao wakosa katika dunia. Dunia ni kitu gani? Imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema la mawdhi'u sawti fil janna, sehemu ya kuwekea bakora katika pepo, sehemu ambayo unawekea bakora yako peponi, khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo katika dunia. Sehemu tu ambayo unaweka kijiboko chako bakora, unawekea kama hicho kipembe. Sasa labda unawekea bakora yako, sehemu hii ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Namna dunia mnavyoiona kwamba ni kubwa, ni nzuri, lakini yashinda na kisema cha kuweka bakora. Kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya Mtume ni wahi min Allah azza wa jalla, na hadithi sahihi. Sasa ukiangalia haya utaona kwamba dunia haina maana yote. Wama alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu, kama tulivyosoma jana. Kuwa maisha ya dunia isipokuwa ni mtezo walaha, na ni ukuo, lakini upuzi. Sawa, na hii ndio maana kun fi dunya kaannaka gharib au abir sabil, hilo utakuishi hivi. Wama nursilu almursalin, na wala hatuwapeleki mitume illa mubashirina wa mundhirin, isipokuwa ni wenye kuwabashiria sasa kheri, manake ni wenye kuwabashiria waja kheri, wa mundhirina, ni wenye kuwahofisha na shari. Faman amana wa aslaha, basi yule atakayemwamini Allah na akatenda mema, manake akatengeneza amali yake, fala khawfun alayhim, basi hapana hofu juu yao, wala hum yahzanun, wala wao hawatahuzunika. Walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamekadhibisha aya zetu. Walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamepinga aya zetu, min alqur'ani, katika Qur'ani, wal mu'jizat, na miujiza mbalimbali. Yamassuhumul adhab, itawapata wao adhabu, bima kanu yafsukun, kwa sababu vile walivyokuwa wao wa kiasi wakimwasi Allah tabaraka. Sawa, hii ndio jazaa'ul mukaththibin, na hii ndio inaitwa jazaa'an wifaqa, manake ni malipo yenye kuwafikiana na matendo yao. Walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wamekadhibisha, bimaana wamepinga aya zetu, yamassuhumul adhab, sawa, itawafikia wao adhabu, itawapata wao adhabu, bima kanu yafsukun, kwa sababu vile walivyokuwa wao wakimwasi Allah. Qul la aqulu lakum, waambie Muhammad, la aqulu lakum, siwaambii nyinyi, indi khazainullah, kwamba nina mimi hazina za Allah, siwaambii maneno hayo. Wala a'lamu alghaib, na wala sijui yale yasiri yaliyojificha. Wala aqulu lakum inni malak, na wala siwaambieni nyinyi kwamba mimi ni malaika, waambie maneno hayo. In attabi'u illa ma yuha ilay, sifuati mimi isipokuwa yale ambayo naoletewa wahi kwangu. Qul, waambie tena, hal yastawi al-a'ma wal basir, hivi analingana sawa kipofu na anaona? Kipofu hapa ni kafiri, ndio kipofu. Al-a'ma huwa al-kafir, wal basir, na ule anaona na anaona hapa huwa al-mu'min. Kipofu amekuwa ni kafiri kwa sababu kafiri yeye haioni haki, akaweza kulifuata, kwa mfano wake ni kipofu. Wal basir, na ule anaona, bimaana huyu ni mu'min ambaye yuna haki na kaifuata. Wanalingana sawa watu wawili hawa? La yastawiyani mathala, hawezi kulingana sawa. Mfano, afala tatafakkarun, hivi nyinyi hamfikirii? Mbie maneno haya Muhammad, waambie maneno haya. Qul la aqulu lakum, waambie ewe Muhammad, waambie hawa washirikina, la aqulu lakum, siwaambii nyinyi, indi khazainullah, nina mimi hazina za Allah, siwaambii maneno haya kabisa. Waambie, manake khazainu samawati wal ardh, zile hazina za mbinguni na Allah ziko ndani ya milki ya Allah tabaraka.
wala a'lamu al-ghaiba, na wala sijui yale yaliyojificha. Ndivyo Allah tabaraka wa taala aliposema alimul ghaib, yeye Allah tabaraka wa taala ni mjuzi kwa wale waliojificha. Wala yudhhiru ala ghaibihi ahada, na wala hamdhihirishi juu ya kile kilichojificha yoyote, illa man irtada min rasul, isipokuwa yule ambaye atakemridhia katika mtume. Manake mpaka yule apate radhi amfahamishi, ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam atajua hayo. Lakini kama hajapata wahi wa Allah tabaraka wa taala, ala al-asli hajui chochote. Wala aqulu lakum inni malak, na wala siwaambii nyinyi kwamba mimi ni malaika, tena malaika huyo min indillahi, natoka kwa Allah. Bana siwaambii hivyo. Wa innama ana rasulun min indillah, hapana vingine, mimi ni mtume wa Allah mtokao kwa Allah tabaraka. In attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati mimi isipokuwa yale ambayo ninaletewa wahi kwangu. Manake Mtume sallallahu alayhi wasallam anafuata wahi na anaufikisha wahi huo kwa watu. Qul, waambie Muhammad hawa washirikina, hal yastawi al-a'ma wal basir, je, wanalingana sawa yule kipofu na yule anayeona? Tawana jawabu, hawezi kulingana sawa. Afala tatafakkarun, hivi nyinyi hamfikiri? Wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, na waonye kwa hiyo Qur'ani ewe Muhammad wale ambao wanaogopa kukusanywa kwa Bwana wao. Waonye kwa hiyo Qur'ani, sawa. Wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu, na waonye kwa hiyo Qur'ani ewe Muhammad wale ambao wanaogopa kukusanywa kwa Bwana wao. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi', manake hapana kwa wao, laisa lahum, hapana kwa wao, min dunihi, badala yake yeye Allah, waliyun, yule mwenye kuwanusuru, wala shafi', wala mwenye kuombea, la'allahum yattaqun, ili wao wapate kumcha Allah. Sawa, huenda wao wakamcha Allah kwa kuwaonya. Sawa, manake wa andhir bihi, waonye wao, alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, wale ambao wanaogopa kukusanywa kwa Bwana wao, la'allahum yattaqun. Sawa, ili wao wapate kumcha Allah kwa maonyo haya. Alafu laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi', hapana kwa wao asiyekuwa Allah waliyun, yule mwenye kuwanusuru, wala shafi', wala mwenye kuombea. Hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka. Ay wakhawif ya Muhammad bilquran, na wakhufisha ya Muhammad kwa Qurani, alladhina ya'lamun, wale ambao wanaojua, annahum yuhsharuna ila rabbihim, kwamba wao watakusanywa kwa Bwana wao. Fahum musaddiquna biwa'di llahi wa wa'idihi, na wao ni wenye kusadikisha ahadi ya Allah na makanio yake. Wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, na waonye Muhammad kwa hiyo Qur'ani wale ambao wanaogopa kukusanywa kwa Bwana wao. Laisa lahum min duni, hapana kwa wao badala yake Allah, badala yake yeye Allah, waliyun, mwenye kuwanusuru, hakuna. Manake mwenye kuwanusuru ni Allah tu, hakuna mwingine. Wala shafia, wala wenye kuombea wao, hapana pia. Waonye hao kwa hilo, la'allahum yattaqun, huenda wao wakaogopa Mola wao. Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal-'ashi, na wala usiwafukuze wale ambao wanaomwabudu Bwana wao, bilghadawati wal-'ashi, asubuhi na jioni, usiwafukuze. Na hivyo ilikuwa ndio wanapotaka, ambao walikuwa hawapendi wale washirikina wale wa Makka min al-kuffar wal mushrikin, kwamba wamwone Mtume sallallahu alayhi wasallam wapo na wale watu ambao ni wanyonge wanyonge toko nao. Kwa sababu hata watu wa Nuhu pia walitamani kwa Nuhu. Hivi ndivyo makafiri wanapokuwa. Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum, na wala usiwafukuze ewe Muhammad kuacha kukaa nao dhuafau muslimin, wale wanyonge katika Waislamu, usiwafukuze kuacha kukaa nao. Alladhina yad'una rabbahum, wale ambao wanaomwabudu Bwana wao, bilghadawati wal ashi,
asubuhi na jioni, usiwache wewe kukaa nao wao. Yuriduna wajha, hali ya kuwa wanataka uso wake Allah, manake wanataka radhi zake Allah tabaraka wa taala. Sio kukaa nao wao. Ma alaika min hisabihim shay, hapana juu yako hisabu yao chochote, manake hauna wewe manake hapana juu yako lawama. Min hisabihim, kutokana na hisabu yao, min shay'in chochote, wala min hisabika alayka min shay, wala hisabu yao juu yao min shay'in chochote, manake wewe hautakwenda kuulizwa kuhusiana na hisabu yao, na wala wao vile vile hawataulizwa kuhusiana na hisabu yao. Wewe utakuwa na hisabu yako na watakuwa na hisabu yao. Fataturudahu, basi ukiwafukuza wao, fatakuna min adh-dhalimin, utakuwa ni katika wale mabaya. Kuonyesha kwamba maadama tu kwamba mtu amemwamini Allah na akauamini Uislamu, akaikubali haki na kuifanyia kazi, usimwangalie hali yake iko vipi. Hata kama ni mtu mnyonge, kaa karibu naye, usijitenge naye. Kwa kama labda huyu ni mnyonge, huyu hawezi kulipa chochote, Uislamu unakukataza kazi. Wala tatridi alladhina yad'una rabbahum bilghadawati walashi, na wala usiwafukuze wale ambao wanamwabudu Bwana wao bilghadawa, asubuhi, walashi, na jioni. Yuriduna wajha, hali ya kuwa wanakusudia radhi zake. Ma alaika min hisabihim shay, hapana juu yako ya Muhammad katika hisabu zao chochote. Yani wewe hutakwenda kuulizwa kuhusiana na hisabu zao, sawa? Maana kwa hawa mafukara, hawa watu ambao ni wanyonge, ay ma alaika min hisabi haula alfuqara min shay, hapana juu yako kutokana na hisabu za hawa watu wanyonge chochote. Wama min hisabika alayhi min shay, na wala hapana katika hisabu yako juu yao min shay chochote, na wala hawatakwenda kuulizwa hao kuhusiana na hisabu yako. Fataturudahu, basi ukiwafukuza wao, fatakuna min adh-dhalimin, utakuwa ni katika wale mabaya. Waliyadhu billah. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.